moja. Na kuhakikishia maji ya Tukuyu ni bora kwa ajili ya afya yako wewe. Yamerudisha furaha kwa familia yetu, yanaongeza madini mwilini, yarudisha ubora wa ngozi yako. Haya maji ya Tukuyu ni mazuri, kinywa tu utayapenda, tena yanakinga mwilini. Ndugu wananchi, madhumuni ya maadhimisho haya ambayo kilele chake hufanyika kila tarehe 1 ya mwezi wa 12 ya kila mwaka ni pamoja na kuwakumbuka maelfu ya wenzetu waliopoteza maisha na kuwapa pia wahanga na kuwa wahanga wa mwanzo wa kuenea kwa VVU na ukimwi, wakati ambapo hakukuwa na huduma stahiki za matibabu. Lakini pia malengo ya siku hii ni kuwakumbuka na kuwajali maelfu ya watoto yatima ambao wamepoteza wazazi wao kutokana na ugonjwa huu wa ukimwi. Lengo jingine ni kuwafariji maelfu ya watu wanaoishi na VVU, kuwahimiza kutumia dawa za kufubaza ARV na kuwaunga mkono wote wanaohudumia VVU, wakiwemo wazazi, walezi na watoa huduma za VVU na ukimwi popote walipo nchini. Hii pia inatoa fursa kwetu kama serikali, wananchi na wadau wote wa mapambano dhidi ya VVU ukimwi kufanya tathmini ya tulipotoka, tulipo leo na tunakoelekea, ikiwa ni pamoja na kuweka mikakati mipya na endelevu ya mapambano dhidi ya VVU, kutokomeza unyanyapaa na kutokomeza vifo vitokanavyo na ukimwi, pamoja na kutoa elimu kuhusu masuala yote yanayohusu VVU na ukimwi kwa pamoja. Lakini pia tunatumia nafasi hii kwa ni sehemu ya uelimishaji umma. Nami nimeshuhudia, kwani nilipofika nimepata fursa kutembelea baadhi ya mabanda ya maonesho na kujionea utoaji elimu, uhamasishaji wa upimaji wa VVU pamoja na huduma za magonjwa sugu yasiyoambukizwa. Lakini pia nimepata kuona burudani za wasanii mbalimbali ambao wamejikita katika kutoa elimu kwenye swala la ukimwi. Nimeona pia ubunifu uliofanywa na vijana wetu ili kuwafanya vijana kuwa busy na ubunifu huo kwa kujishughulisha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Tumepita kwenye banda, tumeona vijana na wadau mbalimbali wakionyesha kazi za mikono ikiwa ni sehemu ya kujipatia kipato. Tumeona wengine wanatumia mazao yetu kuyachakata na kupata hatua ya mwisho ya mazao hayo na kuwa tayari kwa kuliwa. Lakini nimekuta binti pia ameamua kujishughulisha na swala la usafi wa nywele, saluni, ikiwa kama ndio njia ya kutumia muda wake mwingi katika kujitafutia kipato badala ya kuingia kwenye vishawishi mbalimbali. Ubunifu huu ni wa kupongezwa. Hongereni sana wadau wote mlioshiriki katika matukio yote haya, na hakika mmefanya jambo jema sana kuleta maonesho haya hapa. Tumekuwa tukiadhimisha, ndugu wananchi, tumekuwa tukiadhimisha siku hii kila mwaka katika mikoa mbalimbali katika nchi yetu toka mwaka 2001. Na mwaka huu kama nilivyosema, tuko hapa Mbeya kwa ngazi ya kitaifa. Tumeagiza maadhimisho haya yafanyike kote nchini katika mikoa na wananchi washirikishwe ipasavyo. Lakini pia huduma ziendelee kutolewa na taarifa ya tathmini ya utekelezaji wa maadhimisho ya kila mkoa ziandaliwe na kuwasilishwa ofisi ya Waziri Mkuu kupitia Tume ya Udhibiti ya Ukimwi targets kwa ajili ya kumbukumbu na ufuatiliaji. Kimataifa, mwaka huu Umoja wa Mataifa umetoa tamko zito la kisiasa linalohimiza dunia kuongeza juhudi ili kutokomeza VVU na ukimwi kama janga la dunia ifikapo mwaka 2030. Tamko ambalo nchi yetu inaliunga mkono vile vile. Jumuiya ya kimataifa nayo imekuja na mkakati mpya wa ukimwi wa dunia unaoanza mwaka 2021 mwaka huu mpaka mwaka 2026. Unaitwa Global AIDS Strategy 2021 up to 2026. Mkakati huu na malengo makuu ya kutokomeza VVU na ukimwi unaoanzia mwaka huu 2021 hadi mwaka 2026.
na mkakati huo umefafanua kwa mapana na maelfu jinsi dunia inavyojipanga kwa kipindi cha miaka 5 katika kudhibiti maambukizi ya ukimwi. Tukiwa sehemu ya jumuiya ya kimataifa, ni lazima na muhimu sana tuungane na wenzetu duniani kote katika kutekeleza mkakati huu. Ili kutekeleza mkakati huu na kufikia malengo ya Umoja wa Mataifa, ni muhimu sana mikakati na mipango yetu ya kitaifa iendane na malengo yaliyoainishwa katika mkakati huo. Ninapenda kuhakikishia wadau wetu wa maendeleo na jumuiya za kimataifa kwamba Tanzania inaunga mkono tamko la kisiasa linalojulikana kama Political Declaration on AIDS pamoja na utekelezaji wa mkakati mpya wa ukimwi wa dunia unaojulikana kama Global AIDS Strategy 2021-2026 ambao pia nasi tunautekeleza. Nitoe wito kwa jumuiya ya kimataifa kupitia shirika la United Nations AIDS kuendelea kutoa msaada wa kitaalamu na rasilimali fedha ili kuiwezesha nchi yetu isibaki nyuma kwenye utekelezaji wa maazimio na mikakati hii. Ndugu wananchi, nimefurahishwa sana na kauli mbiu ya maadhimisho haya kwa mwaka huu 2021 ambayo inasema zingatia usawa, tokomeza ukimwi, tokomeza magonjwa mlipuko. Kauli hii ni thabiti, kwani inatoa mwelekeo bora wa jinsi ya kuondoa changamoto zilizopo ili kupata matokeo bora zaidi, ikimaanisha kwamba kila tunachokifanya kwenye miradi na afua za udhibiti ukimwi nchini lazima tuzingatie usawa. Usawa unahitajika kwenye mahitaji ya msingi ya makundi mbalimbali, kwani ukimwi hauchagui umri, hauchagui jinsia, wala hauchagui rika. Hivyo kauli mbiu hii inatukumbusha wajibu wetu wa kuzingatia utoaji wa huduma kwa makundi yote ambayo ni pamoja na watoto, vijana, wanawake, wasichana, wanaume, wazee, watu wenye ulemavu na ya makundi yaliyo katika mazingira hatarishi zaidi. Hivyo basi, ili kutekeleza kwa vitendo kauli hii, tunahitajika kuzingatia mahitaji halisi kwa kila kundi, mazingira halisi na uhatarishi uliopo katika maeneo tulimo. Licha hayo, haki za binadamu pia zizingatiwe ili huduma zote zinazohusu masuala ya VVU na ukimwi zitolewe kwa usawa unaohitajika. Ndugu wananchi, baada ya kuwa nimezungumzia chanjo, sasa nieleze mapambano dhidi ya VVU ambayo tunaendelea nayo kitaifa. Maadhimisho ya mwaka huu ni muhimu sana kwetu sote, kwani miaka 40 toka ugonjwa huu umeingia kwa mara ya kwanza Tanzania. Kwa miaka 38 ndio tumehangaika nao hapa Tanzania. Hii miaka 40 duniani, lakini Tanzania ni miaka 38. Katika kipindi chote cha miongo hiyo minne ya kupambana na ugonjwa huu, kama taifa tumepata uzoefu mkubwa na tumejifunza mbinu nyingi za namna ya kushindana na ugonjwa huu, na matokeo mazuri tumeanza kuyaona. Aidha, yako mafanikio, lakini pia bado ziko changamoto mbalimbali ambazo tumekutana nazo katika kuweka mikakati ya kupambana na ugonjwa huu. Ndugu wananchi, katika maadhimisho haya ningependa niwakumbushe baadhi ya mafanikio tuliyopata tulipokuwa kwenye mapambano dhidi ya ukimwi kwa kipindi chote, na mafanikio tuliyofikia ni kama yafuatayo. La kwanza, tumeongeza kiwango cha upimaji wa watu wenye VVU kutoka 61% ya watu waliokadiriwa kuishi na virusi kwa mwaka 2016 hadi 83% mwaka 2019. Na sasa tumepanua wigo zaidi wa kila mmoja anaweza kujipima yeye mwenyewe, na vifaa vya kupimia viko pia kwenye uwanja huu, kwenye moja kati ya mabanda yetu. Liko kule mwanzoni kama unaingia, na pale banda la 4 kama unahitaji kupata, ni kuhamasisha kwenda kuchukua kifaa kimoja, fika nyumbani jipime, au pima tu pale pale. Ukiona umeathirika, nenda kapime. 2, tumeongeza kiwango cha waviu waliopata dawa za kufumbaza VVU, yani ARV, kutoka 95% ya mwaka 2016 hadi 98% kwa mwaka 2019. Na wote mmemsikia hapa shuhuda wa upimaji wa wale ambao tayari wameanza kutumia dawa za kufumbaza, mwenyekiti wetu Mheshimiwa Mwalimu Leticia, na mmemwona
bado ana afya njema, akiwa hapo huwezi kujua ni mwenzetu. Kwa hiyo tuendelee kutumia dawa kwa wale ambao wamegundua kama wana maambukizi, inasaidia zaidi kuongeza maisha. Lakini wako wengine wako hapa, mke na mume, mmoja ana tatizo hilo na mwingine hana, na huyu mwenye tatizo anaendelea kupata dawa, maisha yanaenda. Kwa hiyo muhimu sana kupima kwanza. 2, ukishagundua anza kutumia dawa. 3, tumeongeza kiwango cha kufubaza kwa waviu wanaotumia dawa kutoka 87% mwaka 2016 hadi 92% mwaka 2019. Hii ina maana kwamba wale wote wanaotumia dawa waliopata mafanikio ya kufubaza, kiwango kimeongezeka. Kwa hiyo inawezekana pia kufubaza. Kama sasa tumefikia 92, yako mafanikio makubwa. Kwa hiyo wale ambao wamegundua waanze kutumia dawa, na wakati wote tunakwenda kupima kuona kama je, tumefanikiwa kufubaza. Hayo ndio malengo yetu. Lakini pia tumepunguza vifo vinavyotokana na ugonjwa wa UKIMWI kutoka vifo 64,000 mwaka 2010 hadi vifo 32,000 kwa mwaka jana 2020. Haya ni mafanikio makubwa. Lakini pia tumeshusha idadi ya maambukizi mapya ya VVU kutoka watu 110,000 mwaka 2010 hadi watu 68,000 mwaka 2020. Hayo ndio mafanikio ambayo tumeyapata. Lakini bado tumefanikiwa kupungua kwa kiwango cha ushamiri wa VVU, HIV prevalence, kutoka 7% mwaka 2003-2004 hadi 4.7% mwaka 2016-2017. Na bado tunaendelea kufanya tafiti zaidi tugundue mpaka mwaka 2021 tutakuwa tumefikia 10%. Hii ni pamoja na kupungua kwa kiwango cha maambukizi ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kutoka 18% mwaka 2010 hadi 7% mwaka 2020. Na eneo hili tumepata mafanikio zaidi kwa sababu ya elimu inaendelea kutolewa na watu kukubali kupokea elimu na kuifanyia kazi. Kwa hiyo wasihi tuendelee kupokea elimu na kuifanyia kazi ili tuweze kupunguza mama na mtoto. Lakini eneo jingine, serikali imeongeza huduma zaidi ya mama na mtoto. Leo hii tunapojenga vituo vya afya tunatoa huduma ya mama na mtoto, lakini tunapojenga zahanati, kila zahanati sasa tunatoa huduma ya mama na mtoto. Kwa hatua hiyo tumefanikiwa kupunguza kwa kiwango hicho. Ndugu wananchi, hayo niliyosoma hapa ni mafanikio, lakini pia nimesema mwanzo kwamba ziko changamoto. Hapa tunahitaji kuwa na msukumo wa pamoja zaidi ili kufikia malengo ya kumaliza kabisa VVU na UKIMWI hapa nchini, na malengo yetu ni kufikia 0 ifikapo mwaka 2030. Yaani 0 ya kwanza ni kusiwe na maambukizi mapya ya VVU, tunataka pia iwe 0. Ya 0 ya pili kusiwe na vifo kabisa vinavyotokana na UKIMWI, tunataka pia iwe 0. Yaani kusiwe na mtu ambaye anapoteza maisha. Lakini 3 ni 0 ya 3 kutokomeza kabisa unyanyapaa na ubaguzi wa waviu kwenye jamii tulimo. Maeneo haya ni lazima tuyape msukumo, na tunahitaji kuona msukumo huu ukifanywa kila mahali, jamii yenyewe pia nayo iingie. Lakini msukumo huu ni kama ifuatavyo. Ya kwanza, tuendelee na ile tulisema kupunguza maambukizi. Ingawa takwimu zinaonyesha kupungua kwa maambukizi mapya ya VVU, lakini bado kasi ya kupungua ni ndogo kuliko lengo linalotakiwa kufikiwa, kama ambavyo tulipanga kufikia mwaka 2020, ambapo tulitakiwa tufike chini ya watu 20,000 wanaoambukizwa kwa mwaka. La pili, kupunguza kifo cha maambukizi ya VVU, kiwango cha maambukizi ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Eneo hili ingawa kiwango kimepungua sana hadi kufikia 7%, lakini bado hatujafikia kiwango cha kutokomeza maambukizi hayo, ambapo lengo ni kufikia chini ya 5%. Lakini ya tatu ni kuongeza upatikanaji wa matumizi bora ya rasilimali. Pamoja na juhudi kubwa zinazofanyika za kutafuta rasilimali fedha, bado mahitaji ya rasilimali fedha katika mapambano haya ni makubwa mno kuliko uwezo wetu wa kitaifa. Lakini la 4 ni mila zetu na desturi. Hii ni changamoto kubwa kwenye jamii zetu. Ukatili wa kijinsia
ambao unaendelea kwenye jamii zetu zinachangia sana maambukizi, na ndio zinadhoofisha mapambano haya dhidi ya maambukizi ya UKIMWI. Kwa hiyo nitoe rai kwa wadau wote mnaotekeleza afua za masuala ya UKIMWI kutumia mbinu ya ushirikishwaji wa jamii yenyewe ili kuleta mabadiliko kifikra, lakini pia mabadiliko kitabia. Washirikisheni viongozi wa dini. Tumeona hapa viongozi wa dini tunao wana nguvu kubwa ya kuelimisha umma na wanasikilizwa sana. Kwa hiyo tuwatumie hao viongozi wa kimila, wale pale tuwatumie wale viongozi wale, wana nguvu kwenye jamii. Wale wa mkoa wa Mbeya wanaweza wakasimama kwenye jukwaa, kila mmoja akatulia akasikiliza na akafuata. Kwa hiyo ni vizuri tuwatumie wale wazee wa kimila. Wazee wa kimila, endeleeni na kazi nzuri hii, tumefanikiwa sana. Hongera sana, tuwapigie makofi wazee wetu wa kimila wa mkoa wetu wa Mbeya. Lakini pia tuna viongozi wa kisiasa na Dr. Tulia mbunge ameituliza Mbeya. Kwa hiyo hawa wanasikilizwa. Kwa hiyo Dr. Tulia na wabunge wote mlioko hapa, nyinyi ni viongozi wa kisiasa, lakini viongozi wa vyama mbalimbali vya kisiasa, tumieni nafasi hii kuelimisha umma juu ya mapambano haya tulionayo dhidi ya UKIMWI. Tafuta maji yanaitwa Tukuyu Spring Water. Nimepita hapo nikasikia. Lakini nashukuru umeniwekea katoni zangu mle. Nilitoka hapa kama kulishaanza jana. Najua ubora wa maji haya Tukuyu Spring Water. Natoa wito mnunue maji haya. Kwa familia yetu, yanaongeza madini mwilini, yarudisha ubora wa ngozi yako.